na njia zote, ndio usije ukafikiria hivi ndivyo uliumbwa uishi. Usije ukafikiria Mungu alikuweka umeingia kwa mawazo mengine mabaya, ama ukaset mind yako vibaya na ukaona kama kuko sawa ukiwa hivyo, na ukatoshea katika uovu. Haleluya. Sasa hautawahi saidika. Umekuta mtu ambaye ama Mungu amekuinulia ama Mungu amekuelekesha akakuunganisha mahali ambapo kuna mtu atachoka. Praise the Lord. Kuna mtu atataka. Tunakaribisha wote kuja. Haleluya. Uwe na kitu, uwe hauna, wewe ndiye Mungu anataka. Wewe hauna leo, ndio kesho utakuwa naye. Praise the Lord. Lakini ukifika kwa huyo Mungu, sasa kuna sheria ama kuna yale Mungu ameweka pale, ndio sasa yafuatiliwe. Haleluya. Tuko pamoja? Niko na baraka leo na niko na mafunzo. Tuko pamoja? Sasa nimebeba vitu mbili ambaye inanikera hivi. Leo nasikia kuwabariki kabisa. Nasikia tu niwabariki kabisa sababu nimeona yale Mungu amefanya mpaka saa hii, naona si kawaida. Amen. Si ndio? Si tumekuwa tukingojea baraka kabisa. Na sisi inakuja. Sasa nasikia kutamka baraka. Lakini ninaomba Mungu anisaidie ninapotamka baraka zisipate mahali pa kuingia. Sisinde nikaachilia tu lakini ikawa asitaingia mahali pake, itakuwa tu bure. Itakuwa nimefanya kazi ya bure. Haleluya. Kwa hiyo hata kama leo nitasoma maandiko labda nisome mengi, usichoke. Ni sawa sawa. Bali tuchukue yote mafunzo na tuchukue baraka tuende nazo. Kwa jina la Yesu. Uko tayari? Haleluya. Hebu nianzie na second chukua hiyo hapa. Hebu nianzie kwa Hebrews 4:1. Waebrania 4:1. Waebrania 4 mstari wa. Anasema na kwa sababu ahadi ya kuingia kule uliahidiwa bado hata saa hii iko. Usiseme umerogwa sasa. Toka kwa urogi. Haleluya. Anasema kwa sababu ahadi ya kufika kwa maisha yako mema bado iko. Mungu anatoa ahadi ya kukubariki. Mungu anatoa ahadi ya wewe utamtumikia. Mungu anatoa ahadi ya utaiba. Mungu anatoa ahadi utakuwa na kwako. Bado ahadi aliyoahidi kwako bado ipo. Lakini anasema tuchunge ili mtu yeyote asije akashindwa kuingia. Rudia sasa. Basi kwa vile ahadi ya kuingia mahali pa pumziko bado ipo. Mahali pa pumziko ni mahali ambapo sote tunataka tufike sasa. Amebeba mizigo ya miaka 5. Amebeba mizigo ya miaka 6. Umebeba mizigo miaka 10. Umebeba mizigo miaka 20. Kila mtu ako na miaka na muda ambaye amebeba mizigo ya maisha magumu na uzito wa kila aina. Ndio hii. Anasema bado ahadi ya kuingia katika pumziko ipo. Kumaanisha Mungu hakukutengea ubebe mizigo mpaka milele. Tuko pamoja? Mungu hakukutengea ubebe madeni mpaka milele. Hakuweka hiyo kwa ahadi yako. Hakuweka ubebe magonjwa mpaka milele. Hakuweka ubebe aibu mpaka milele na kudharauliwa. No. Anasema ahadi ya kuingia kwenye pumziko, nimechoka na kubeba mizigo. Nimechoka na kubeba aibu. Nimechoka na kutembea na madeni. Nimechoka na haya magonjwa. Na kwa sababu ahadi ya kuingia kwa pumziko lako bado ipo. Kuna mtu anasema wewe Mungu, kwani ulinisahau? Kwani mimi Mungu nilikufanyia nini? Ni nani Mungu nilikosea? Maswali hayo yote unapojiuliza, unaangalia somo hili, Mungu anakuambia no. Ahadi yako ya kupumzika iko. Cha muhimu ni uchunge sana usije ukakosa kuingia kwenye hiyo ahadi. Kumaanisha kuna vile unaweza kutumika na ukiwa umeahidiwa uponyaji, umeahidiwa furaha, umeahidiwa amani na ukose kuingia kwenye ahadi yako ya kupumzika. Kuna mtu anaweza kumalizia na mizigo tu bado. Na nimesema huwa mtu anasema tu oi Mungu, kwani nilifanya nini? Unangojeka leo, unauliza Mungu, kwani sitapona baba?
unapata na shida, unauliza Mungu, kwani nilikufanyia nini mimi? Sio maisha mazuri, si shida, si ndoa, si watoto, maisha yangu nimekosea wapi? Sasa maswali ni hayo. Mungu anasema ahadi ya kuingia kwa pumziko, hata wewe ufurahie, uitwe rafiki, uitwe nakupenda, uitwe pokea, uitwe lipa cash, ulipwe, si ndio? Si uitwe majina? Yes. Haleluya. Uitwe niko na kwangu, uitwe nimefurahia, uitwe nimepona. Haleluya. Kwa sababu ahadi ya kuingia pale ipo. Kwa hivyo ukitoka hapo ujue ahadi yako haijafutwa. Amen. Praise the Lord. Tuko pamoja? Yes. Ahadi ya kuhubiri kwako haijatolewa kwa laini yako, haijatolewa. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Ahadi ya hivyo vile Mungu amepanga na watu wake anapanga, watu wangu nitawainua, watu wangu nitabariki. Ni akina nani? Ni watu watakuja wasikie sauti yake, then wajishushe kwa ule Mungu na wamtafute kwa njia ya roho na kweli. Amen. Haleluya. Wataanzia kutetemeka wakiogopa wasije kukosa kufika kwa ahadi zao. Sasa saa hii siwezi kufanya mambo tu na ukawaida, kwa sababu niko na ahadi kubwa kubwa. Niko na ahadi niliahidiwa na Mwokozi. Aliniambia utatoka hapa nitakuinua, utatembea mpaka mahali nitakuonyesha. Na nikafanya hivyo na nikaletwa hapa. Haleluya. Na nikasimama hapo. Sasa ndio nakungojea nikimwambia Bwana, pale uliniweka ndio niko sahihi. Na bado nafanya kazi niliyopewa kwa moyo moja. Praise the Lord. Anasema sasa chunga msije mkakosa kuingia kwa ile ahadi niliyowawekea, ahadi mliopewa ya kupumzika. Sasa tumefika wakati wa kupumzika. Lakini sasa uko tayari kupumzika ama bado unabebana na mizigo? Kubebana na mizigo nitasimama hata niseme tuko na muda wa kuomba, lakini utapatikana. Haleluya. Kusimama hapa nitakwambia tunahitaji tusimame, tufike hapa mapema. Tuombe kwa pamoja, tukiwa pamoja hivi. Tushikane mikono, tupigane vita, kwa sababu nilisema hii nchi yetu ya Kenya kuna siku haikuwa na uhuru na watu walitembea na vinyanza, hata watu wakubwa. Yes. Si ndio? Yes. Walipigwa, mtu mzima anapigwa kama dada kama huyu na ndugu kama huyu. Anapigwa tu hivyo bure na mtu mwingine kimadharau. Lakini kukawa na watu wengine wakaangalia hivyo wakasema no, imetosha. Tutapiga hawa, tutawatoa kwetu. Haleluya. Na tutakuwa na uhuru wetu. Wakaamua, na ukisikiza wazee watakwambia wengi si waliuawa. Haleluya. Hivyo ndivyo umekaliwa na magonjwa, hivyo umekaliwa na masikini, hivyo umekaliwa na maroho ya mashida, yanakatalia, yamekutawala, yamekusunguka, yamekatalia mpaka siku utakasirika. Haleluya. Ukasirike kiroho, si ya kimwili. Utangaze kwa jina la Yesu, lazima hao waende kwao na mimi nibaki kwetu kwa jina la Yesu. Haleluya. Saa hiyo hautataka mchezo, ndio utakuwa unaogopa kushindwa kufika kwa ahadi yako ya pumziko. Amen. Umeelewana? Watoto hawana shida ya kusoma. Kuna madhabahu yanasumbua kutoka kwa laini yako. Na ni wewe utatoa. Si nilisema hivyo asubuhi? Hata tukiimba nikasema si tuimbe vizuri na hata turuke hata bila kuchoka, ufanye tu hata kama utakata jasho ukate, lakini tufanye kile Mungu anataka, kwa sababu kuna madhabahu yanatungojea hapa tungoje. Haleluya. Kuna maroho hapa tunavunja ndio tuweke hii kitu kusemekane fulani ndiye alisimama katika ukoo wa nyumba ya baba yake na akapigana vita na akavunja madhabahu yaliyowatesa. Hata kama kuna mtu aliua nyuma yangu, mimi sitaki kujua. Haleluya. Hata kama wazazi wangu na bababu zetu walikuwa wachawi, sasa babu zangu walikuwa wachawi, sitaki kujua. Saa hii nimesimama na Yesu na nimekata kitovu. Haleluya. Nimehubiri Yesu mpaka sasa, naendelea kujitakasa na kumuomba Mungu nikimwambia nisaidie. Kwa hivyo nimesimama nikakata nini? Kitovu. Nikasema hiki kitovu sasa tulishikana na watu wetu. Hapa tulishikanishiwa na mama yangu, tukashikana na mama yake, tukashikana na mama ya mama yake. Hii laini nataka kukatia hapa. Haleluya. Kama walikuwa na magonjwa tunamalizania wapi? Hapa. Lazima niamue kitofauti, nipigane hivi vita kitofauti, kwa sababu kuna mahali nataka kuingia katika pumziko. Hakuna vile nitaruhusu mama aishe, aanguke, akufe na shida, aanguke na magonjwa na aende, na babu na mama yake ndivyo alienda, na mama yake na mama ya mama yake, na ninajua ni kitovu tumeshikana na mama. Tuko pamoja?
Si hata wewe umeshikana na ya kwenu. Si kila mtu hapo na ya kwao. Yes. Ya kwenu inaongea hivyo huko. Ya kwenu inaongea vile unajua. Hapo wapi kijana yangu ule? Mungu akubariki. Anasema kitovu ya kwetu ni magonjwa tu. Ilikuwa magonjwa tu. Anamaanisha kwa laini yake. Hakuna mahali kijana angeenda. Haleluya. Lakini kwa sasa kuna mahali amefika na ninaamini anaposikiza injili hii kuna hatua atachukua. Haleluya. Hata anapoendelea tu hivi amesema Dorothy mlibarikiwa. Amesema hivyo. Ni nini ameona? Ni nini anafikiria? Na huyu akiongea hivi mjue amelandana kwa madhabahu kadhaa. Sio? Huyu anakanyanga madhabahu kama si kama wewe. Ameingia hii akaingia hii amekuti si ni kweli? Sasa ako hapa sasa. Sasa sivyo. Na anasema hapana kuna maneno ninaona. Si ndio? Ufunguke macho, ule mwingine afunguke macho, ajue kuna ahadi tumewekewa na nani? Lakini anasema tuchunge tusije mmoja wetu akashindwa kufika katika pumziko hilo. Kila kitasababisha mtu akose kufika ni mizaa. Ni ukawaida. Mungu atakuwa anaongea, unachukua na ukawaida. Usijue kama ni roho, usijue kama ni nini. Sasa unataka kuchukua kama ile madhabahu nyingine ambayo iliingia mizaa. Sasa ufike kumbe, hata mimi bado niko na mizigo yangu na miaka 70. Ndio nimesifikisha 70 na sijaweka mizigo chini. Hata sijatoka kwa nyumba za kukondisha. Hapana, huu ndio wakati unafaa kuelewa ni wakati upi na ujue ni wakati wa pumziko, ndio uweke mizigo chini, uingie kwa ahadi yako, Mungu akubariki. Haujakuja hapa kibahati mbaya. Mungu alikujua kutoka kwa tumbo ya mama yako. Na kuna kitu umebeba na kuna kitu Mungu ameweka ndani na anakupenda. Haleluya. Kile anataka ni wache njia zote na wache na ukubali uingie na utajaribiwa, utatestiwa. Wacha nikwambie hiyo. Atakuja kuona kama umemaliza uongo. Atakuja kuangalia kama umeisha tamaa. Atakuja kuona kama umeisha kila kitu ambacho ulikuwa nacho. Atakuja kuhakikisha. Haleluya. Tuko pamoja? Nilisema hata mtu akiingia hapa akiwa na shida kabisa hata ya 10, unaweza tokea hapa Mungu akupee 50. Lakini nataka kuona kama utatoa shilingi 10. 5 shilingi 5, tiko hata 10, 5. Atataka kuona kama utaheshimu hiyo 5. Ndio ajue sasa tuko kwa njia moja. Sasa mtu tamaa imeisha. Sasa kimbelembele kimeisha. Sasa huyu mtu anaingia kwa njia zangu. Twende. Kwa njia zote ataleta. Iwe ni tamaa ilikuwa tamaa ya nini? Sitaki kutaja yale makubwa lakini yako. Si ndio? Yes. Ataleta karibu na wewe hapo kitu. Nikisema kitu kamata line, si ndio? Yes. Ataleta hapo ndio hakikisha aone kabisa ni kukombolewa huyu mtu amekombolewa. Tuko pamoja? Atahakikisha huu ni wokovu wa ukweli. Ndiye anaweza kukupea misingi ya mwaka moja. Anaweza kukuwekea misingi miezi 6. Anaweza kukuwekea misingi miezi 8. Hiyo ni ya kuhakikisha maana uwezi toka. Nilisema siku nyingine uwezi okoka leo ukimetoka kwa baa kukunywa pombe alafu uokoke hapa leo. Kesho uingie kwa baa kuambia wachaneni na pombe. Iliokoka jana. Mimi nimeokoka. Utapewa pombe hapo utakuja ukisema si ndio? Kwa sababu umeenda kabla haujakomaa. Umeenda mapema. Lakini Mungu anaweza kupita kwanza kwa nyumba yako upate misingi. Haleluya. Ukipata misingi ukutane na mtu ambaye ni rafiki yako kabisa mlikunywa pamoja na umwambie hii haina maana kwa sasa hivi. Tuliwacha. Hata mkati na yeye hapo masaa 5, hata halale kwako hawezi akakubadilisha tena. Haleluya. Kwa sababu misingi iliingia. Hivyo ndio nasema. Utafika tu mahali atakuwekea karibu hapo. Atakuja tena haona akujaribie kwanza. Ndio kabla hujafika hapo unaenda. Mtakuwa mmekubaliana na Baba, wewe umepita mitihani sawa au uko sawa kwa ajili ya kazi ambayo amekuitia. Nitaulia nani? Barnaba na Sauli. Na maandiko yanasema alipokuwa wanaendelea kuomba, kufunga na kuomba. Walipokuwa Barnaba na Sauli wanaendelea kufunga na kuomba, kanisa la Antiokia lilikuwa na manabii wengi, si ndio? Yes.
na wengine hapo akina Manaeni, akina nani, si ndio? Na hawa manabii vile walikuwa wengi wakiwa wanafunga na kuomba, ndiye akasema niteulie Barnaba na Saulo waende kwa kazi yangu. Ndio aseme sasa niteulie huyu na hule. Amehakikisha sasa hapo umekamilika. Haleluya. Hakuna vile kwa saa hii Mungu anaweza anzisha vidhaifu tena ama anzisha huduma ambaye ni ya kuua, huduma ya kuharibu. Kwa sasa saa hii kutoka kwa ile mipaka niliwaambia niliona imewekwa. Muangalie muone kanisa ambalo Mungu ataweka sasa litakuwa na misingi ya kuweka misingi kwa watu ya ukweli. Haleluya. Ni ya ukweli itakuwa. Kama tutapata kwa njia za haki. Kama tutabarikiwa kwa njia za haki. Haleluya. Tuko pamoja. Mungu ako na njia zake za miujiza yake bila ufanya kazi. Ndio anaweza kukuelekea na akuletee cha miujiza yake. Hivyo ni sawa. Lakini utakuwa katika msimamo wa haki. Tuko pamoja. Utakuwa katika njia za haki. Ni atakapokuja kuleta ile kupimo ya njia isiyo ya haki, utasema hapana, hii si yangu. Lakini ya kwake ikija. Tuko pamoja. Unataka hii ama nianjia kwa zile baraka na zikosa mahali pa kuingia? Sinataka kwanza ujue kwamba mtu anaweza, unafaa kuwa tayari. Unafaa kuwa umeamua. Na sinataka kukuambia kwanza ahadi uliahidiwa iko. Kama uliota ukihubiri injili hakuna shida, anasema hata sasa hivi unaweza hubiri, hata sasa utahubiri tu. Anasema kama uliota ndoto ukiendesha gari usiwe na shida kabisa, hata saa hii hadi itakufa. Anasema hiyo ahadi bado iko. Haleluya. Anasema hata kama uliota ukilipa cash ama ukilinunua na shamba yako ama ukijenga ama ukifanya ama ukioleka ama hiyo yote ahadi iko hapo. Ahadi yako iko. Lakini chunga usije ukashindwa kufika. Tuchunge tusije tukashindwa kufika. Haleluya. Kushindwa kufika, nimesema hakuna njia nyingine, ni wakati Mungu anakuelekesha na bado unabaki katika zile njia zako za zamani. Na wengine pretenders na wengi wale wanafiki sasa wa kawaida. Nao hao ni shida kwa sababu watafikiria ni kawaida, wakuta sasa wameshindwa kufika kwa siku ya pumziko. Haleluya. Anasema mjihadhari sana msije mkashindwa kufika katika pumziko hilo. Ni njia gani? Nataka tuulizane, ni njia gani hiyo ingine inasababisha usifike? Okay, 1 2 3 moja ni watatu walijibu. Ukifikiria tu hivi ufikirie na kwa sababu Mungu anasema ahadi zako vile uliota ziko na vile ulizaliwa, maana mtu alizaliwa na baraka, si ndio? Mtu alizaliwa amekumbatia. Unaambiwa bado iko. Nyota yako haijaenda. Nyota yako bado iko. Na inakungojea. Inakungojea ukamilike, inakungojea uamue. Inakungojea uwe serious. Inakungojea. Nyota ya ndoa iko. Mzee amewekwa, madanda amewekwa mzuri kabisa, kila kitu. Ahadi iko. Kazi hivyo. Kufika katika pumziko bado hadi iko. Lakini sasa hapa ndio nauliza, ni nini ingine inaweza kuzuia ukifikiria hivi? Ni wakati ule mtumishi anasema hapa akiwa amejazwa roho, anasema na kesho mrauke tuombe. Si ndio hiyo? Wanakuja wawili. Na msichelewe Sunday. Wanachelewa. Wanaenda hivi. Mungu anaenda hivi. Wanaenda. Haleluya. Anasimama anasema usiwe na wasiwasi, nataka tujinunue hii saa ni shilingi 2,000 kila mtu. Kuna wakati nasemanga sitaki mtu mmoja anipatie 2,000 yote. Si ndio? Nataka kununua saa ya kanisa kama hii, lakini nasema sitaki mtu mmoja anipe 2,000. Hata kama ni 2,000, nataka tuchange. Huwa nataka kila mtu achangie ndiye achukue baraka kwa hiyo saa. Si ndio? Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Okay. Tunaendelea. Ni nini ingine unaona inazuia usiingie? Si ndio? Si unaona kuna maneno? Yes. Ni nini unaangalia hivi, unaangalia kabisa hivi? Na kweli ni nini ingine? Kwani kuna shida ingine gani? Kwani ni nini Mungu ametuwekea hapa zipo? Kwani Mungu ametuambia tukuje tuchimbe mashimo hapa?
Ndio sasa tumwambie Mungu, sisi tumeshindwa kushima haya mashimo. Sasa tumechoka sana. Tunafikiri sasa tutaweza kuingia kwa hiyo ahadi ulituahidi. Sasa hii shimo imekuwa refu, ni hiyo kazi tunapewa? Hapana. Ni nini tunaambiwa tufanye? Haleluya. Ndio tuingie kwa ahadi. Ni wapi? Ni pale tu jina kutotii. Itasimama hapa mbele ya mtu. Atabaki na ile ndoto tu. Atabaki na yale maono tu. Hata alipopelekewa msaada wake, alipelekewa msaada na akaambiwa kile Mungu anataka kiwe, ndio aweze kuingia. Kwa hivyo ahadi bado iko. Ukitoka kwa hii church leo, ukitoka hapa leo ukienda nyumbani, jua ahadi yako nimekuambia iko. Nimekuthibitishia iko. Sasa chunga usije ukashindwa kuingia. Haleluya. Tuendelee. Maana habari njema imehubiriwa kwetu. Maana habari njema imehubiriwa kwetu kama vile ilivyohubiriwa kwa watu wa kale. Basi. Anasema kwa sababu tayari sasa wewe labda ulikuwa unasema ni kile haukupata ni habari njema. Kile haukupata ni mtumishi wa ukweli. Kile haukupata ni mtu wa kukwambia vile inafaa kuwa. Kile haukupata ni mtu wa kukataa dhambi. Labda wale ulikutana nao wote ulikutana na wakora, waovu. Ukasema sasa hii labda ndio ilikuwa shida. Sasa Mungu anasema habari njema imeletwa kwa njia inayofaa kwa kila mmoja, kama vile ilipelekewa akina Ibrahimu, akina hao wote tunasikia vile wamevuka vizuri, wako na ushindi kwa Biblia. Anasema hivyo ndivyo tayari tunaongea leo hapa. Nimeleta habari njema kwenu na imehubiriwa vizuri kama vile ilihubiriwa watu wa zamani. Haleluya. Amen. Sijui kama wa zamani waliingia. Sijui kama wale anataja wale wazuri ama wale ambao hawakusikia. Soma Bible tutasikia. Lakini ujumbe huo haukuwafaa chochote, maana waliusikia lakini hawakupokea kwa imani. Basi kwa maandiko huyu akataja kwa wale ambao walihubiriwa injili lakini wakaibeba na mizaha. Walikutana na mtumishi wa Mungu wa ukweli lakini wakambeba kiukawaida. Hata aliposema vile Mungu anasema walibeba yao. Sasa maandiko yanasema kuna watu wengine walihubiriwa injili ya ukweli na wakapelekewa neema hiyo lakini haikuwasaidia. Maana hawakukubali kubadilika. Maana hebu tuendelee. Lakini ujumbe huo haukuwafaa chochote. Maana waliusikia lakini hawakupokea kwa imani. Basi. Walisikia kabisa yakiongewa. Walisikia vile Mungu amesema. Walisikia vile Mungu amepanga. Lakini hawakuchukua kwa imani. Wakati mimi nakaa hapa, aidha nakosa mtumishi. Nimepitia na watu wengi hapa. Nimesema nimepita na watu wengi hapa. Haleluya. Amen. Wamepitia mikononi mwangu hapa. Niko na hakika nimejaribu kabisa kushikilia watu hao wote kwa njia zote. Na kama mtu alinikuta wakati ule alinikuta, kila mtu ana wakati ule atanikuta. Hata ule amenikuta leo si kama ule atanikuta miaka 3 inavuja. Si ndio? Kila mtu atakuta na wakati wake. Lakini kama kuna yule alikuja ndiye ashikiliwa kwa imani peke yake, maana zote tulikuwa kwa imani peke yake bila kuchangia chochote. Si ndio? Alifaa kuvuka na misingi ya imani. Si ndio? Kwa Mungu hakuwa ametenda vingine, alikuwa avuke na misingi ya imani kavu peke yake. Twende na Mungu atende. Twende na Mungu atende. Lakini maandiko yanasema mambo hayo yote walihubiriwa na wakaletewa. Wao hawakwenda wapumzike, hawakupumzika, waliishi na shida kwa sababu hawakushika mambo haya kwa imani. Wayaelewe kwa imani, wasikie vile Mungu anasema na wajue ndivyo hivyo. Sasa mimi mwenyewe nikisema hivi kweli, hata imani peke yake ya madhabahu haya inayosimama hapa, mtu asipoona haya ni mengine gani anaweza ona? Mtu asipoona matendo ya Mungu huyu Mungu huyu, kuna matendo mengine tunaweza ngojea. Mimi nasema hakuna mchungaji alikuja akaniambia shika hata hii shilingi 200. Wakati umeenda tu hivi Mungu aliniambia toka na uende. Toka na uende. Na vile nilitoka na miguu hivi na nikatoka nikaambia baba bye bye, nimeenda. Na Mungu amenionyesha ile jina nilikuletea hapo. Nikatoka mara 2. Wacha niende huko. Vile itakuwa. Nilisema nilibebwa mimi ninaona huwa nachukua hesabu ya kuchukua karatasi na upepo. Vile upepo inachukua karatasi inainua juu.
Kwani itaanguka wapi? Wewe unajua kule itaanguka? Hapana, ni mahali popote. Nikapepetwa tu nikakata nikakata kaunti hizo zote na mpaka hapa nikaanguka kaonia hapa. Sasa ndio ninaanzia, sasa ndio tuko hapa. Haleluya. Bila hata shilingi, ile shilingi. Na Mungu aanzie kazi yake hiyo, halafu ailete hapa. Kwani hapa tunaenda ni mbali? Ni karibu sana. Lakini yule alihubiriwa injili hii akakuta basi hakukuwa na uwezo labda wowote wa kumwambia kitu kingine pasipokuwa hiyo tu imani isimamie. Kwani hakuwa na uwezo wa kusimamia, alikuwa na sababu pia ya kusimama na amuone huyo Mungu. Haleluya. Ndio maandiko yanasema injili hii haikuwasaidia wale watu kwa sababu walichukua bila imani. Hawakuelewa kile Mungu anasema. Hii ni imani imejenga kanisa. Hii ni imani imesimamisha kanisa. Haleluya. Ni imani usimamisha kanisa. Ni imani uponya watu. Haleluya. Ni imani ufanya kazi. Utakapokuwa na imani na mambo ya kwako yote yatakamilika vizuri. Utakapokuwa imani na Mungu huyu na umwamini Mungu, ninaamini mambo haya yataenda vizuri. Haleluya. Wewe utatafuta njia zako kama utaweza kidogo, ujaribu huu uone, ujaribu hizi basi. Lakini ufike kwa imani wa Mungu, Bwana, nafasi yako ndio hiyo. Fanya kazi yako tu, naendelea. Haleluya. Mungu atakuja sasa afanye kazi hii kwa imani kwa yule ambaye anahubiriwa na yeye apate imani. Nikikwambia Mungu atakuinua, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Nikisema Mungu atakuponya, shika hiyo imani na ujue ndivyo hivyo. Usikae kuniambia magonjwa ni aina gani? Ni magonjwa gani atashinda Yesu? Sasa ni shida gani tena? Haleluya. Mungu akisema nitakubariki, mwenye baraka ni nani? Mwenye fedha na dhahabu ni nani? Haleluya. Sasa nichukulie imani yako hapo ndio uweze kuingia katika hali ya pumziko. Haleluya. Tuko wote church leo. Tunasikiza? Tegeni masikio huku. Haleluya. Tuendelee. Basi sisi tunaoamini tunapata pumziko hilo aliloahidi Mungu. Yes. Kama alivyosema. Sisi tunaoamini sasa, wale wanaoamini sasa ndio watapata pumziko hili. Tunalipata kwa sababu ya imani. Unapata pumziko kwa sababu ya imani. Nimeamini. Haleluya. Siku ya kitabu cha Hebrews, first second Timothy 4:1. Hata hiyo second Timothy soma 4:1. Tunasoma Timotheo 4. Pili 4. Mstari wa kwanza. Yes. Na kuamuru mbele ya Mungu, na kuamuru mbele za Mungu na mbele ya Kristo Yesu, atakayewahukumu watu walio hai na wafu. Yes. Na kwa sababu anakuja kutawala akiwa mfalme. Yes. Hubiri huo ujumbe. Yes. Sisitiza kutangaza, iwe ni wakati wa kufaa ama wakati usiofaa. Wakati usiofaa. Huo ndio ujumbe unafaa kuhubiriwa saa hii. Haleluya. Amen. Ndio Paulo akaandika, Paulo aliandikia Timotheo. Yes. Akamwambia wote nikwambie, enda hubiri hiyo injili hiyo. Hubiri hiyo hata kama ni wakati wa kufaa ama wakati usiofaa, waambie watu ya kwamba ni lazima wamkubali Yesu aingie ndani yao ndio waingie mahali pa pumziko. Haleluya. Ni lazima ufanye vitu tofauti ndio ukate kitobu ya kwenu. Kitobu si kitu utakata tu rahisi hivyo na ukawaida mwingi na mizaa mingi. Hiki ni kitu umekuta kimeshikana sana. Haleluya. Ndio maana ukikuta kama laini yenu iko na shida fulani, kuingia kwa familia hapa, kuingia kwa maisha yenu haina shida, inaingia haraka. Lakini kuitoa ni kazi. Usipokwenda kwa Mungu huyo ufanye vitu tofauti, itakuwa ngumu kuondoa hiyo shida. Yes. Haleluya. Sasa wewe uniambia kama kazi yako unafungua saa moja. Kanisa unafika saa 4. Sawa sawa? Kazi yako ufungue saa 1 ama saa 12. Sawa sawa? Mtoto wako upeleka shule utaamka hata kama ni saa ngapi ndio mtayarishe umpeleke. Ni kweli? Ukifika kwa mambo ya Mungu hata useme saa hivi na vitu tunaenda kufanya pamoja utafika saa 3. Okay, tutoke hapo tuseme tunataka kununua hii tai wakati hivi ndio itakuwa hapa kwa smart hivi.
ukute hiyo sasa, hiyo hauwezi ukaenda hapo haraka. Lakini mtu mwingine atokee hapa akuambie shida zake, kama ni wakwenda na yako ndio utakimbia haraka. Sasa ufanye si unaona mambo ya Mungu yote ni nyuma? Yes. Si unaona ya Mungu yote ni nyuma? Hiyo siku utafika hapo ni ipi? Na Mungu anataka mambo yake yapite, yakae mbele. Haleluya. Tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Yes. Tunaelewana? Yes. Ambia mwenzako usilale. Ndiye akasema sasa, huyu akasema hubiri hiyo injili, sisitiza mambo hayo, waambie hata kama ni wakati unaofaa ama wakati usiofaa. Waeleze kabisa, wasikie, wafanye kile kinastahili. Hebu sema tuendelee sasa. Hubiri huo ujumbe, sisitiza kutangaza. Yes. Iwe ni wakati wa kufaa au wakati usiofaa. Yes. Karibia onyo na himiza watu. Karibia watu na uone na uambie, ukiwafundisha kwa uvumilivu wote. Sasa nivumilie, kwa sababu ukihubiri injili yenye uzito na nguvu nyingi kiwango hicho, wengi ni wale hawataipenda. Haleluya. Kwa hivyo nilisema watakuacha. Na ndio nilisema nimeachwa na wengi sana hapa kwa sababu ya kuhubiri usivae trouser tukiwa wadada. Si ndio? Haleluya. Mimi nimeachwa na watu wengi sana. Niliposikia ni kwanza, kuna wakati nilikuwa nimeweka hizo trouser hapo. Kwa hiyo nilijenga nikaweka hapo. Sasa nilikuwa naonyesha tu mara moja. Haleluya. Na wengi waliniacha. Lakini maandiko yanasema hubiri, karibia, iwe ni wakati unaofaa, iwe ni wakati usiofaa, waambie ukweli. Mimi nasema ule alienda kimbia, alikimbia akijua. Haleluya. Si ndio? Alikimbia akijua. Ana Yesu asifiwe. Iko wakati tulikuwa tunakimbishana na ng'ombe kule nyumbani. Kamba na inakimbia sana. Unafungua hapa shingo, unafunga vizuri, then unafungua, unapanua, ndio ukibishana naye urushe. Yes. Urushe pande ya kichwa uone kama kamba itaanguka mbele iingie. Yes. Ulifanya hiyo? Yes. Ulipokuwa unarusha kamba lazima ingeingia? Hapana. Sasa kuna wale najaribu kurusha kamba ingie, lakini hakuna, imeteresa hii. Haleluya. Lakini na ikijua vile kuko nimeacha na wengi. Ndiye anasema hubiri hiyo injili, iwe ni wakati unaofaa, iwe ni wakati usiofaa, wewe usiangalia hayo. Ndio ningependa tukae na wewe, ndio ningependa tukaakae. Lakini sasa injili nayo inasema waambie waache hii ndio waingia katika hali ya kupumzika. Nikose kukuambia hii ni kufurahisha tukae hapa na ukose kufika. Itakuwaje?